Yes, bwana, tunafahamu kwamba leo kulitakiwa kuchezwa mchezo kati ya TRA dhidi ya Simba Sports Club, na mchezo hukuweza kufanyika kutokana na hali ya hewa ya mvua ambayo huko Arusha imeweza kunyesha kwa kiasi kikubwa sana na kusababisha huo mchezo kutoweza kuchezwa kwa siku ya leo. Tutaangazia vitu vingi sana kwa siku ya leo. Kubwa tu ni mchezo pia wa Yanga dhidi ya Azam hapo kesho. Big brother. Safi, habari? Mungu mwema, niambie. Bwana fresh, upo live bwana kupitia Ben TV update hapa. Na tunataka tufahamu mengi kati ya mengi pia ya kimichezo. Kubwa ni mchezo kuweza kuahirishwa kati ya TRA dhidi ya Simba Sports Club kutokana na hali ya hewa. Je, nini sasa kitafanyika baada ya haya yote? Kwanza hatuwezi kulaumu sana kuhusiana na tukio kama hilo ambalo limeweza kutokea. Lakini tunapaswa kuendelea kujiuliza na tupaswa kulifanya kama ni tatizo la kawaida. Na unajua tatizo likikomaa linaanza kuonekana kama vile la kawaida, kama baadhi ya mashabiki ambavyo wameweza kuliona. Na nimesema hatuwezi kulaumu kwa sababu ya mfumo wetu wa utengenezaji wa viwanja ulivyo, kwa maana ya pichi nyingi sana hazina drainage system nzuri. Kwa hiyo matukio kama haya ni lazima tu yatakuwa yana vikuta viwanja vingi sana vya hapa kwetu nyumbani, kutokana na mfumo wa utengenezaji wa viwanja hivi vilivyo tofauti kabisa na drainage system ambazo zinakuwa katika viwanja vya wenzetu barani Ulaya, unaweza kusema hivyo. Lakini kikubwa ambacho hata mimi nimekuwa surprised kukiona, japokuwa nimejaribu sana kuwatafuta baadhi ya watu wa karibu wauliza kuhusiana na wametumia angalau means gani katika kulitatua tatizo kabla mjaenda moja kwa moja kuweza kuahirisha mchezo, kwa maana ya maji ndiyo yameingia uwanjani, viwanja vyetu ndio havina drainage system nzuri, lakini tunajiandaa vipi kwa matukio kama haya ambayo yametokea? Kwa maana ya kuna vifaa mbalimbali huwa vipo ambavyo vinatumika katika kupunguza kadhia ya maji uwanjani, lakini kwenye uwanja huo sijaona hicho kitu. Nimejaribu kuwatafuta sana watu wa karibu ambao wanasimamia uwanja huo, lakini mawasiliano hayakuwa mazuri. Sasa moja ya swali ambalo tunapaswa tulipeleke kwa wamiliki wa viwanja ambao ukiangalia kupitia hili tukio tunaona ni watu ambao wamefocus zaidi kwenye kupata kuliko kufanyia marekebisho biashara yao, ni namna gani ambavyo tunajiandaa kukabiliana na situation kama hizi ambazo zinatokea kiwanjani. Kesho kutwa tarehe 18 Young Africans anatakiwa na TRA United, mechi ambayo imeahirishwa. Hii ni mara ya 3. Yaani ujue ya kwamba hatupo serious muda mwingine. Hii ni mara ya 3 tukio kama hili. Yani mchezo huu unaahirishwa kwa sababu za kiusalama, ukaahirishwa kwa sababu mnyama anaenda kucheza kimataifa. Basi leo haikupaswa kuweza kuahirishwa kwa sababu watu wameusubiri sana mchezo huu, lakini kwa kuheshimu mashabiki basi ilitakiwa kuweza kuchezwa. So kilichoniumiza zaidi mimi ni kuona hamna hata vifaa ambavyo vinaweza kutumika angalau kupunguza kadhia hiyo. Ndio hatuna drainage system nzuri kwenye pichi zetu, lakini tuwe basi na vitu ambavyo vinaweza vikatumika, kwamba mchezo unasogezwa mbele kwa muda kadhaa, then watu wanaingia uwanjani wanapunguza yale maji na angalau pichi inaweza ikawa favored kwa wachezaji kuweza kucheza. So tulipeleke kwa wamiliki wa viwanja. Ni kitu ambacho bodi ya ligi wanaweza wakazungumza wakawaeleza, lakini kama wamiliki wa viwanja tunasema hawajatilia maanani, ni kitu ambacho kufanywa kazi. Tutakuwa tunaona tu nyasi zinapakwa rangi, zinakatwa, yale majukwaa yanameremeteshwa na rangi mbalimbali, lakini kiwanja kinakuwa suitable tu katika wakati wa kiangazi, lakini wakati wa mvua ni kiwanja ambacho hakiwezi kufanya kazi. Leo imeshindikana dhidi ya Simba, chokuta tarehe 18 itakuwaje dhidi ya Young Africans, kwa sababu mvua bado zinaendelea kunyesha. Tukio ni swala ndio. Tukio kubwa ambalo limevutia pia ni namna ambavyo mashabiki wakiwa wanaimba, ni kama vile wanahitaji kiasi chao cha kiingilio cha fedha ambacho wamekilipia kabla ya mchezo. Lakini pia sio kwa mara ya kwanza kwa Simba Sports Club kuweza kuahirisha au mchezo wa Simba kuweza kuahirishwa na mashabiki waliweza kuingia uwanjani au waliokata tiketi kutoweza kupata haki yao na taarifa yoyote kutoweza kutolewa. Lakini la mwisho kwenye hili hapa, umuhimu wa huu mchezo sasa kwa Simba Sports Club kuelekea katika mbio za ubingwa. Yanga pia anacheza.
tukianza hayo kwanza, unalipi la kuweza kuzungumza hapa? Bado ni mchezo muhimu kwa sababu haujachezwa pia. Ungekuwa umeshachezwa afu Simba akapoteza ndo tungeanza kusema sasa hapa itakuwaje. Ila kwa sababu bado upo mikononi mwa Simba, upo mikononi mwa TRA United, tusiwasahau. Kila mmoja ana kete yake ambayo anaweza akaisukuma akaja kupata ushindi siku ambayo wataamua kukutana. Na good enough nadhani wanarudiana hawa watu. Kwa maana ya baada ya mchezo huu kuahirishwa, nadhani kuna mchezo ambao unakuja kuchezwa pale Meja General ambaye anakuja kucheza na huyu TRA United if I'm not mistaken. Kitu kama hicho. Baada ya game kuna game ambayo ipo katikati hapo watacheza, afu baadaye ndo watakuja kucheza na hawa TRA United. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo ina faida kwa Simba, lakini kinachotakiwa kufanyika zaidi kwa Simba ni kuachana tena na hiyo mechi na kuanza kuhusiana na game mbili ambazo ziko mbele yao ambao wanaenda kuzikabili. Ni game dhidi ya Pamba Jiji, alafu ndo watakuja kurudiana na TRA United. Kwa chance iliyopo kwa sasa ni focus dhidi ya Pamba Jiji, ndiye ambaye ana alama za Simba, alafu baadaye ndo atakuja kuzungumza tena na TRA United katika uwanja wa Meja General Isamuhyo. Kwa sasa anatakiwa kuendelea kupiga vizuri hesabu zake, kwa maana ya kuchukua alama 3 mpaka pale ambapo atakuja kukutana na TRA United, kwa sababu anaweza akashindwa kucheza vizuri game hizi alafu akaja kucheza na TRA, maana yake kuja kucheza mchezo huu ambao umeahirishwa alafu kawa ni mchezo ambao hauna tena impact kwa Simba kutokana na game ambazo katikati amezicheza ameshindwa kuzicheza vizuri. Kwa hiyo kwa Simba sasa hivi ni kuangalia game zilizoko mbele yake kuchukua alama, alafu hiyo TRA United itakuja kuwa game nyingine ambayo inaendelea kumsogeza katika kile ambacho anahitaji kukipata msimu huu. Sawa, wazungumzie sasa mechi ya kesho kubwa sana ambayo watu wengi wanaisubiria kwa hamu kubwa sana, namna ambavyo makocha wote wawili lakini pia timu zenye ushawishi mkubwa sana. Nazungumzia Azam wakimkaribisha Dar es Salaam Africa uwanja wa Mkapa. Taarifa nilizozipata kwenye press, Ibenge bwana alisema kwamba anashangazwa pia, alitamani mchezo uweze kuchezwa Azam Complex, lakini wanaenda kucheza kwa Mkapa. Lakini moja taarifa ambayo ilikuwa ni Alikamwe alipost kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, namna ambavyo Zakazi alielezea mchezo wa msimu huu 2025 2026 kuchezwa katika uwanja wa Mkapa. Tukianza kwanza kwa kauli ya Ibenge, unalipi la kuweza kuzungumza kabla tujaje kwa makocha wote wawili na vikosi vyao? Ibenge amezungumza kama mwalimu na Zakazi amezungumza kama msemaji wa klabu. Ni watu wawili tofauti ambao intentions zao haziwezi kufanana. Zaka anazungumza kile ambacho ameambiwa na management azungumze. Ibenge anazungumza kama kocha wa Azam ambaye anajua nini ambacho anamaanisha, kwa maana ya anahitaji kupata ile feelings ya yeye kuwa home. Kama umemsikiliza vizuri, amesema game tena nyingine tutakao kuja kucheza na Young Africans inatulazimu tena tuje Benjamin Mkapa. Kwa hiyo inaonekana kama vile tumecheza mechi zote ya away. Yaani kuna ile feelings ya kuwa home yeye anaikosa. Sasa kitu kimoja ambacho watu wanapaswa kujua kwamba kuna muda mwalimu strategies zake zina depends na kiwanja ambacho anaenda kucheza. Kama ulishia kufuatilia, kuna baadhi ya games ambazo unaziangalia, unaiona timu ile kubwa unaijua inacheza mpira wa kawaida sana, lakini inaondoka na matokeo. Muda mwingine ukimuuliza mwalimu anakuambia nilijiandaa kulingana na namna ambavyo uwanja ulikuwa. Kwa hiyo linaona nimeingiza baadhi ya wachezaji hawa na hawa na hawa ni kwa sababu ya kiwanja kilivyokuwa, kwa sababu naamini wana experience na uwanja usiko. Kwa kuna muda mwalimu Yesa anakuwa affected kwa mabadiliko ya uwanja kutokana na strategies zake ambazo yeye anakuwa ameziandaa. So sometimes inakuwa hivyo. Ila kwa Zakazi yeye amezungumza kama msemaji, kwa maana kutoa taarifa kwa mashabiki wa Azam. Kwa kocha unamuelewa kwa sababu yeye ndo anaiandaa timu kwenda uwanjani kwenda kucheza. Nadhani nitakuwa nimekujibu vizuri. Naam, na vizuri sana. Zungumze huu mchezo sasa. Makocha wote wawili ukiangalia Yanga wamepata alama 3 kwa mbinde sana dhidi ya Prison, lakini pia kadhalika Azam dhidi ya Dodoma, wao walienjoy kwa alama nzuri kabisa na ugenini. Hizi timu zinakutana. Pedro analalamikiwa sana namna ambavyo staili ya uchezaji wake anavyocheza kwa siku za hivi karibuni, lakini anapata matokeo. Je, Ibenge ni nafasi sasa kumuonyesha Pedro kwamba hivyo unavyocheza na unaweza usipate matokeo pia? Sio mara ya kwanza Tara kwa walimu. Walishakutana kwenye mechi ilikuwa ni ya Mapinduzi nakumbuka. Na kizuri ambacho kilinifurahisha ni kwamba Azam walipata kadi nyekundu kwenye ule mchezo kama unakumbuka vizuri. Mnamo dakika za 70 hivi timu ikaendelea kwa ikabaki hivyo hivyo, wakacheza dakika 30 na baadaye game ikaenda matuta kama unakumbuka vizuri. Ndio
bado hayo yote yalivyoweza kutokea, nafasi ambazo Young Africans alizitengeneza zilikuwa ni nafasi chache sana, na hata ambazo zilitengenezwa hazikuweza kuwa converted kuwa magoli. That's why game ikaenda mpaka hatua ya mikwaju ya penalty, licha Azam kuwa wako pungufu. Maana yake ni kwamba Ibenge ni mwalimu ambaye ni mzuri sana kimbinu, na aliweza kumshinda kimbinu kocha Pedro Gonçalves kwenye ile mechi dhidi ya Azam FC, licha ya Yanga kuweza kuchukua ubingwa. Inawezekana ni moja ya jambo ambalo watu wasiweze kulielewa. Yaani kuna muda kwenye football unaweza ukaidominate game, lakini wewe ndio ukawa dominated kwa sababu hujatengeneza nafasi zozote hatarishi, au hujamfanya mpinzani wako aweze kureact kwa matukio mengi uwanjani, licha ya wewe kuweza kumiliki sana mpira. Kwa kwenye football tunasema umedominate game, lakini umekuwa dominated uwanjani, ndicho ambacho naweza kukisema. Sasa ukizungumzia game ya kesho, moja ya mechi nzuri sana. Kwa nini? Kwa sababu zinaenda kukutana timu mbili ambazo haziogopani bali zinaheshimiana. Sio kama umenielewa vizuri hapo. Naam. Yani ni timu mbili ambazo haziogopani ila zinaheshimiana. Kwa maana ya kati ya wawili wanaoenda kucheza siku ya kesho, hamna ambaye utamtegemea atakuwa chini kwa kumsikilizia mpinzani wake. Kwa maana ya kuwa ana react tu kwenye matukio, tunasema ni proactive team. Hapana. Zote zinazoenda kukutana kesho ni reactive team. So tunacho expect tunaenda kupata open, na tunasema ni open game ambao ndani yake kuna kuwa na vitu vingi sana vya kiufundi, anticipations nyingi, tutapata shots nyingi, zile tunasema ile mipira kugombania na pia itakuwa mingi, kwa maana ile one itakuwa nyingi. Chances zinaweza kupatikana kutokana na structure za timu kuweza kuwa disorganized sometimes kutokana na zile transitions zinazokuwa uwanjani. Lakini kizuri ambacho nataka kwenda kukitazama au ukiona kwenye mechi, au kila mtu anapaswa kwenda kukitazama, ni nani ambaye atacontrol vizuri rhythm ya mchezo pale uwanjani. Kwa maana ni nani ambaye ataweza kumdominate vizuri mpinzani wake na kucheza zaidi kimbinu kuliko kucheza zaidi kisia uwanjani. Nadhani hapo ndiko ambako kuna uzuri wa image. Kwa nini? Kwa sababu ya walimu wawili. Watu wanaweza wakamsema Pedro Gonçalves kwamba ni mwalimu ambaye amekuwa timu yake haichezi vizuri. Lakini at the end of the day watu wanachotaka kukitazama ni scoreboard. Kitu ambacho kilimfukuzisha kazi Romain Folz, kama watu wanakumbukumbu vizuri, ilikuwa ni timu haichezi vizuri, lakini ukiona uongozi wa Yanga unamfukuza, si ndio? Lakini walikuja kumfukuza baada ya timu kupoteza kabisa mchezo. Kwa kuna muda timu inaweza ikawa haichezi vizuri, lakini matokeo kwa maana ya scoreboard bado inakuwa ni upande wao. Kwa hiyo Pedro Gonçalves anaenda kukutana na mwalimu ambaye pia ni mzuri kwenye kimbinu. Yaani ni mwalimu ambaye kwenye swala la kucheza na timu kubwa ni moja ya kitu ambacho huwa anakiwini sana kuliko kucheza na timu za madaraja ya kati ambazo zimekuwa zikimpa sana changamoto. Kwake Florai Benge, changamoto anayoenda kukutana nayo, anaenda kukutana na timu ambayo imetengenezewa winning mentality uwanjani. Confidence na morali za wachezaji ziko juu sana. Kwa maana kwa sasa hivi wanachokiona ni kama kikombe kiko mbele yao ambacho wanakihitaji. Kitu ambacho watu wanapaswa kunote. Winning mentality ambayo anaitengeneza kocha Pedro Gonçalves, hii pia inachangiwa na nini ambacho kilitokea msimu uliotoka kumalizika kwa Young Africans. Waliweza kuchukua ubingwa dakika za mwisho. Na hapo katikati huyu Azam ndio alikuwa moja ya timu ambayo ilisababisha Yanga kuanza kupiga hesabu za ubingwa tunaupata au hatupati. Maana walimfunga, baadaye Tabora akaja akamfunga. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kocha Pedro anajua psychologically kinaweza kikawa affect katika kutafuta ubingwa ni kuruhusu kukikwa kisiki cha Azam FC. Kwa vyovyote inavyoweza kuwa, kesho inawezekana tukaiona Yanga ambayo inacheza kitofauti sana kutokana na confidence, morali, lakini pia Pedro Gonçalves mwalimu ambaye hana game mode bali ana game plan. Kwa hiyo game plan ya kocha Pedro Gonçalves kesho itakuwaje? Na sidhani kama anaweza karudia makosa ambayo aliyafanya kwenye game dhidi ya Simba ya kuingiza strikers wawili na kuliacha eneo la katikati ambalo hata kwenye game ya kesho inahitaji uwe bora sana, ndio ambavyo unaweza ukaidominate game ya kesho ya dabi. Bwana Pacome atakuwepo au kukosekana kwa Pacome kutaathiri? Nani? Pacome. Kutaathiri kukosekana kwake? Yeah, of course. Pacome ni mchezaji muhimu. Niliwahi kuzungumza kuhusiana na mchezaji muhimu na
replaceable player, mchezaji ambaye sasa tukisema replaceable Kiswahili kidogo changamoto hapo. Replaceable mchezaji ambaye atakuwa na replacement. Tukisema irreplaceable, yani irreplaceable, yani yule mchezaji ambaye irreplaceable inakuwa na maana gani kwanza? Hebu jisaidie kwenye Kiswahili hapo. Replaceable na irreplaceable. Maana yake kuna naona ambapo mchezaji hana replacement yake, yani hana mbadala. Itakuwa hiyo. Sasa tuweke kwenye tafsiri nyepesi kwamba Pacome ni mchezaji muhimu. Alafu kuna yule mchezaji ambaye anaweza asiwepo na tusiwe na judgments nyingi sana. Lakini Pacome ni mchezaji ambaye asipokuwepo lazima tuanze kujiuliza itakuwaje uwanjani. Sio mchezaji ambaye asipokuwepo tunaweza tukasema fresh tu inaweza ikawezekana. Kwa nini? Kwa sababu ni game changer. Ni mchezaji ambaye muda wote anaweza akakubadilishia tempo ya mchezo. Na wote ni kutokana na tactical intelligence alionayo mchezaji yule, positioning yake, game composure, speed yake, movement zake akiwa hana hata mpira. Lakini pia uwezo wa kulinyanyua jicho lake akajua mpira huu unapaswa niupeleke sehemu gani, uwezo wa kujua game ipo katika tempo gani, natakiwa nicheze nifanyeje uwanjani. Ni vitu ambavyo sio ambavyo unaweza kupata kwa kila mchezaji ambaye yupo katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kukosekana kwake kunaweza kukawaathiri Yanga, lakini sio kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu mwalimu mwenyewe ameshajua kuhusiana na udhaifu wa Azam FC uko sehemu gani na wapi ambako Pacome pengine angekuepo ingekuwa ni faida kwa Young Africans. Na sasa hayupo, anatakiwa kuwepo mchezaji gani ambaye anaweza akafanya jukumu kama la Pacome, akafanya kama Pacome au angalau akafanya kama ambavyo Pacome huwa anafanya akiwa uwanjani. Na hivyo ndivyo ambavyo timu kubwa huwa zinacheza. Hamtaki kucheza kwa kumtegemea mchezaji fulani, no. Lazima utengeneze mfumo, huwa analizungumza sana, mfumo ambao unatakiwa kila mchezaji awe sehemu ya mfumo huo, na sio mfumo ambao unakuwa unamwangalia mchezaji peke yake. Kwa hiyo issue iliyobaki ni kuangalia mfumo gani ambao unaweza ukautumia ukacheza dhidi ya Azam FC. Kikubwa ambacho nakisisitiza ni mwalimu asirudie makosa ya kucheza na double strikers kama ambavyo alifanya kwenye game dhidi ya Simba, alafu eneo la katikati akapunguza kiungo mmoja. It's very dangerous kwa timu kama Azam FC kufanya kitu kama hicho, kwa sababu nao timu nyingi duniani zinashinda game kwa sababu ya kudominate vizuri eneo la midfield. Ndio maana timu ambayo unaiona haiwezi kucheza vizuri kwenye eneo la midfield inachagua kucheza kwenye low block. Wengine wao wanatafsiri kama timu imekuwa uoga, kwa sababu wameshaona hawawezi kubato na hii timu pinzani kwenye eneo la midfield. Kama uliangalia vizuri game ya jana ilikuwa ni ya Mamelodi dhidi ya Stade Malien. Moja kosa ambao walifanya Stade Malien ni kujaribu kubato na Mamelodi katika eneo la midfield, ukilinganisha na wachezaji wa Mamelodi dhidi ya wachezaji wa Stade Malien. Moja kitu ambacho kilisababisha pia kupoteza ule mchezo. So hata kwa Young Africans nategemea kuona sio viungo wengi, lakini viungo ambao wana awareness kubwa ya mchezo wanaanza katika game hiyo. Mchezaji kama Juke, mchezaji kama Mudathir Yahya, sio wachezaji ambao unategemea kuwaona mmoja kati yao anaanzia nje, no. Mchezaji ambao unastahili kuwaona wanaanza kwenye game. Au strikers inawezekana wakaja wakaingia kwa maana ya strikers wakacheza double strikers ikawa ni baadaye kidogo, kwa maana ya namna ambavyo tempo ya mchezo itakavyokuwa. Ila mwanzoni hapa, kwa sababu kuna muda pia unakuwa unamtazama Roy Denge ameingiaje au Pedro ameingiaje, unaweza kumsoma kocha lakini akaingia uwanjani akakusurprise, right? Kama ambavyo kwa Steven Baka alivomsurprise Pedro Gonçalves. Kwa hiyo lazima pia ukiingia uwanjani upate dakika za kusoma mpinzani wako ameingia na wachezaji gani, wangapi anafanyaje zaidi katika eneo la kiungo, ili na wewe ujue namna ya kufanya licha kikosi ambacho unakuwa umekiselect. Hiyo ndo tunaita game management. Kwa hiyo mimi nadhani nimeeleweka vizuri ndugu yangu. Kabisa umeeleweka vizuri. Bwana, tukimalizia bila kumtaja Faisal Salum katika huu mchezo tutakuwa tunakosea watu wengi sana. Tumgusie Faisal Salum. Ndio aina ya players ambao Yanga wanamkosa kwa maana ya mfumo wa mchezo, kama aina ya players kama Pacome, sio unanielewa? Yani wale players ambayo IQ yao ni kubwa sana, energy yao ni kubwa sana, ambacho nimekuzungumzia hapa. Nimekuambia kuhusiana na ile tactical intelligence. Yani timu yoyote ile muda mwingine inashindwa kufanya vizuri kwa sababu haina mchezaji ambaye ana
tactical intelligence, ni scan vipi, ni position vipi, ni move vipi, muda huu nitoe pasi, muda huu ni opti kushuti, nani ambaye yupo katika eneo fulani naweza nikampelekea mpira kwa usahihi akaweza kumfikia vizuri kwa kumjua vizuri mchezaji unayecheza naye. Nitakukumbusha game ilikuwa ya Simba dhidi ya Azam, nakumbuka msimu uliotoka kumalizika ilikuwa 2-2 pale kwa Mkapa. Simba nadhani Azam ndo alitangulia, alifunga Jibril. Dakika za mwisho Zidane Seleli ana score. Sasa ili umuelewe vizuri Faisal Salum kwamba ni tactical intelligence player, angalia ile pasi ambayo aliipeleka kwa Zidane Seleli. Kwanza ni communication, 2 ni exposure, 3 ni kujua wapinzani wenu kwa sasa wapo katika moment gani, kwamba wanajilinda sana lakini kuna gap sehemu fulani. Alafu communication kwa maana ya mawasiliano yako baina yako ya wewe pamoja na yule unayempelekea mpira, ya kuwa unamfahamu vizuri, that's why unampelekea mpira katika engo hii. Kwa hiyo ndio aina ya player huyo ambaye Young Africans wanaenda kukutana naye, sio wa kumbeza hata kidogo, na sio mchezaji ambaye anapaswa kuwa huru uwanjani kwa namna yoyote ile. Sometimes players kama hawa wanahitaji mchezaji mmoja tu wa kudili naye, kama ambavyo Baka alidili na Victor Osimhen kwenye game dhidi ya Nigeria, afu wote tukamsahau Victor Osimhen. So player kama huyu sio wa kumpa nafasi hata ya kupokea mpira, kwa sababu ni mchezaji ambaye mpaka anauomba huo mpira jua tu akili yake lishaamua huo mpira unaenda sehemu gani. Kingine ni namna ambavyo anajinafasi. Faisal mmoja mchezaji ambaye huwa anafanya lead runs sana kwenye boxi, lakini pia ni mchezaji ambaye anapenda kukimbia nyuma ya migongo ya mabeki, lakini pia ni mchezaji ambaye ni mzuri katika kuisoma defensive lineup yenu na kujua udhaifu uko wapi. Kwa hiyo sometimes tunasema ni player ambaye humuoni uwanjani, lakini unaweza kumuona kwenye momenti moja tu na ikawa ndio hiyo moment inawafanya nyie msikitike. So mchezaji wa kubeza. Pengine wachezaji kama hawa wanahitaji uangalizi kuanzia dakika ya mwanzo ya mchezo mpaka dakika ya mwisho ya game. Shukrani sana ndugu yangu kwa uchambuzi mzuri kabisa kwa siku ya leo. Sawa, karibu sana kaka. Naam, tumepata uchambuzi zaidi kabisa kuelekea mchezo kati ya Azam dhidi ya Dar es Salaam Africa majira ya kesho saa 2 za usiku. Ndio huu mchezo utaweza kuchezwa hapo, na kama ndio kwa mara ya kwanza unajiunga nasi, basi hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Tafadhali sana naomba bonyeza hilo neno, kwa sababu utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupata habari zetu za michezo pamoja na burudani kupitia hapa. Umepata uchambuzi jadidi kabisa kwa siku ya leo, na hayopo kesho pia nayo ni siku ambapo hapa tutapata uchambuzi wa kina kabisa, kabla matokeo na baada ya matokeo. Azam dhidi ya Dar es Salaam Africa, huku Faisal Salum, huku Mudathiri Yahya, miongoni mwa viwango bora kabisa ambao tumebarikiwa katika timu zetu hizi. Nikutakie siku njema, kesho nayo ni siku. Asante.